Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina ninaitwa Pastor Anthony Ezekiel Hero. Ninawaalika kwa namna ya pekee katikati ya wasaa huu wapenzi watazamaji na wapenzi wasikilizaji wa J-Hope Media. Niwaalike jioni ya leo, na masaa haya tutakuwa na somo fupi ambalo linasema nipe mlima huu. Na somo letu litajengwa katika kitabu kile cha Yoshua sura ile ya 14, fungu lile la 13 mpaka fungu lile la 15. Na Biblia inasema katika Yoshua sura hii ya 14, fungu la 13 mpaka 15, anasema Yoshua akambariki, akampa Kalebu huyo mwana wa Yefune Hebroni kuwa urithi wake. Kwa hiyo Hebroni ukawa urithi wa Kalebu mwana wa Yefune Mkenezi hata leo, kwa sababu alimwandama Bwana Mungu wa Israeli kwa utimilifu. Basi jina la Hebroni hapo kwanza liliitwa Kiriath Arab. Huyo Arabu alikuwa ni mtu mkubwa kupita wenzio wote katikati ya hao wa Anaki. Hiyo nchi nayo ikatulia, vita vikakoma. Nikualike kabla hatujaanza tufumbe macho tupate kuomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi hii uliotupatia. Saa haya tunatamani kuisikia sauti yako kupitia maneno yako matakatifu na kupitia maandiko yako matakatifu. Jifunue kwetu wasaa huu, mimi pamoja na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu katika channel yetu hii ya J-Hope Media. Utukufu na nguvu na uweza na mafunuo yatoke kwako. Ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nikualike katikati ya somo hili ambalo linasema nipe mlima huu. Kimsingi wana wa Israeli toka Mungu akisafiri nao kutoka kule katikati ya nchi ya utumwa wakiwa kule Misri, Mungu aliweka ahadi nao nyingi. Na Mungu hakuanza ahadi hii na wana wa Israeli. Ahadi hii Mungu alianza na babu zao Ibrahimu, Isaka pamoja na Yakobo. Na Mungu ameendelea kuweka ahadi zake hizi kwa watoto wake toka mwanzo hata nyakati hizi tunazoishi. Mungu ameendelea kuweka maagano na watoto wake hata katikati ya ulimwengu wa leo. Na leo ninatamani tuangalie historia fupi ya wana wa Israeli baada ya kusafiri kwa muda mrefu kutoka kule Misri na hatimaye wanafika Kanaani. Wakiwa jangwani walihangaika kwa miaka 38 pale jangwani. Na mahali walipokuwa wakihangaika, historia inaonyesha walifika mahali panapoitwa Kadesh Barnea. Katikati ya jangwa hilo la Kadesh Barnea walikaa kwa muda wa miaka 38 wakihangaika na kuzunguka. Miongoni mwa changamoto kubwa ambazo ziliwafanya waishi kwa muda wa miaka 38 wakiwa hapo jangwani ni baada ya wale wapelelezi 12 ambao Musa aliwatuma waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani. Waliporudi wapelelezi 10 walileta taarifa ambazo sizo za kweli. Na wapelelezi wawili Yoshua pamoja na Kalebu ndio walioleta ahadi na ndio walioleta matumaini kwa taifa. Wakiwa katikati ya Kadesh Barnea, watu walivunjika moyo. Wakiwa Kadesh Barnea, kizazi kilichotoka katikati ya nchi ya Misri, kimsingi kama unaisoma Biblia, kizazi hicho chote kilifia jangwani isipokuwa Yoshua pamoja na Kalebu. Na wakiwa Kadesh Barnea, wapelelezi hawa walileta taarifa, na taarifa hizi ziliwavunja moyo. Ukikumbuka na ukisoma Biblia utakubaliana na mimi ya kwamba safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani ilikuwa ni safari ambayo ilipaswa wasafiri kwa siku 11 peke yake. Lakini safari ya siku 11 kwa sababu ya manunguniko na hofu walizokuwa nazo ziliwafanya wakasafiri kwa muda wa miaka 40. Kwa hiyo angalia jinsi ambavyo hofu, manunguniko na wasiwasi vilivyotanda katikati ya safari hii. Safari iliyopaswa kuwa kwa siku 11 inakuja kuwa safari ya miaka 40. Wakiwa Kadesh Barnea, Musa anamwagiza Kalebu na Yoshua na wajumbe wengine 10, wakiwa jumla wajumbe 12, waende Kanaani wakaipeleleze mji. Na miongoni mwa maagizo anayowaambia watakapofika wapeleleze wakazi wa mji huo ni wakazi wa namna gani, watu wanaoishi hapo ni watu wa namna gani.
mazao yanayolimwa hapo ni mazao ya namna gani, na mwishoni anawaambia wapeleleze ardhi ya mji ule ikoje, wapeleleze chakula cha mji huo ni chakula cha namna gani. Na hitimisho, Yoshua na Kalebu pamoja na wale wajumbe wengine wanaelekezwa ya kwamba watakaporudi hapa katikati ya jangwa la Kadesh waje na matunda, wachume matunda ya mji huo waje kuyaonyesha kwa watu. Na unaposoma Biblia vizuri utakubaliana na mimi, watu hawa kimsingi walirudi na taarifa. Watu 10 wakarudi na taarifa mbaya, watu 2 wakarudi na taarifa ya matumaini. Na baadaye kizazi kingine chote kikafutika. Na kizazi hiki kilivyofutika, watu 2 na kizazi kingine kipya kinazaliwa, ndio wanaoingia katikati ya mji huu wa Kanaani. Na watu hao wanapofika katikati ya mji wa Kanaani, Yoshua anaanza kugawa makazi katikati ya mji huu wa Kanaani. Na kila kabila, makabila yote 12 yakaanza kugawiwa mji huu wa Kanaani. Na watu walipogawiwa, ndipo ulipofika mahali ambapo kimsingi mara ya kwanza paliitwa Kiriath Arhab. Hii Kiriath Arhab waliishi watu wanaoitwa Waanaki. Hawa Waanaki ndio yale majitu marefu ambayo watu walileta taarifa zao ya kwamba ni majitu yanayotisha. Ndio yale majitu ambayo watu walitishiwa ni majitu yanayokula watu. Ndio wale watu waliohofiwa ya kwamba kwa sababu ya hawa watu warefu, haya Waanaki ambao kimsingi wajumbe 10 walileta taarifa ya kwamba wanaweza wakawala, na wao wangeonekana kama panzi machoni kwao. Mahali hapa walipokuwa kipapeleleza, walipofika walipaogopa. Paliitwa Kiriath Arhab, na mahali hapa palikuwa na mapango mazito, na mahali hapa palikuwa na misitu mikubwa. Kwa hiyo watu wanapofika katikati ya mji huu, ndipo watu wanaogopa kuingia katikati ya maeneo haya. Na ndipo wakati ulipofika mahali hapa, baadaye jina palibadilishwa pakaitwa Hebron baadaye. Lakini mara ya kwanza paliitwa Kiriath Arhath, lakini baadaye palibadilishwa pakaitwa Hebron. Na ndipo Kalebu anamwambia Musa ya kwamba nipe mlima huu. Kalebu anaonekana kuwa jasiri mbele ya macho ya watu hawa wanaoitwa Waanak. Baada ya makabila yote kuogopa kuingia hapo, huyu Kalebu anamwambia Yoshua, nipatie mahali hapa pakawe makao yangu. Katikati ya mahali hapa ambapo baadaye palibadilishwa jina pakaitwa Hebron. Kama mara ya kwanza uliwahi kusikia, ilikuwepo miji pia 6 ya makimbilio ambayo Mungu aliwaandalia watu ya kwamba atakapopata shida ya kuwaua watu watakimbilia hapo. Mahali hapa pia paliitwa Hebron. Ndipo mahali hapa pia paliandaliwa kwa ajili ya watu hapa. Neno Hebroni ni neno la Kiebrania ambalo linatajwa Heber. Heber ni maana, ikimaanisha kwa Kiswahili, ikimaanisha ushirika, ikimaanisha urafiki, na ikimaanisha muunganikano. Kwa hiyo Hebroni inatafsiriwa vizuri sana na inapendeza sana katikati ya historia ya Biblia. Ni mahali ambapo Mungu aliweka ushirika na watoto wake. Na mahali hapa Mungu nitakuonyesha alivyoweka uhusiano wa karibu kati ya yeye pamoja na watoto wake. Lakini hapa Hebroni waliishi hawa watu wanaoitwa Waanak. Na wanapofika hapa, Kalebu anaomba mlima huu aingie. Na mahali hapa walikuwa wanaishi Waanak, watu waliotesa watu. Wote wana wa Israeli walipofika hapa, hakuna aliyekuwa na uwezo wa kukabili maeneo haya. Kwa hiyo kila mtu alipaogopa. Kwa hiyo Yoshua kwa ujasiri anaomba mahali hapa ya kwamba patakuwa makazi yake na Mungu wake. Na hapa ndipo ninapofika nikikwambia mpenzi unayenitazama ya kwamba nyakati tunazodai ahadi na baraka kutoka kwa Mungu, jambo kubwa ambalo shetani analitumia ni kututia hofu na kutufanya kuwa na mashaka. Na kimsingi shetani anaweza akaweka vikwazo mbele yetu, tukaona majitu marefu kama haya watu walioyaona tayari wamepewa mji wa ukabili, mji wa ahadi. Lakini wanapofika hapo, Ibilisi na adui anawatia hofu, na watu wanaogopa, na watu hawataki kuingia tena hapa. Lakini Kalebu, kwa sababu alikuwa anamjua Mungu, ni Mungu wa agano lake, ni Mungu aliyetembea naye, ni Mungu ambaye ni Mungu akutumainiwa,
akamwambia Yoshua, ninaomba mlima huu. Na ukweli yeye peke yake akaomba mlima huu. Kwa hiyo asubuhi na jioni na mchana nikutie moyo ya kwamba unapodai ahadi za Mungu, kubali kuwa jasiri. Haijalishi unapitia nini, haijalishi uzoefu ambao shetani atakutendea, haijalishi hofu ambayo shetani anaweza akaiweka mbele ya macho yako. Unapodai ahadi na baraka, kuwa na imani na Mungu na kuwa na matumaini na Mungu. Na hapa ninapapenda unapoisoma Biblia, hapa katikati ya mlima huu nilikuwa nikichunguza kwa nini Caleb anaomba mlima huu. Katikati ya historia ya Biblia, hapa ndipo Mungu alipomwahidi Ibrahim kumpa uzao wa nchi ya Kanaani milele. Hapa ndipo Mungu alimtokea mara ya kwanza Ibrahim. Unaposoma kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 15, hapa ndipo Mungu alikutana na Ibrahim na akamwambia kwamba atampa uzao. Kwa hiyo katikati ya kilima hiki ni kilima ambacho Mungu alikutana na Ibrahim mara ya kwanza. Na katikati ya sehemu aliyokutana na Ibrahim lilikuwa linaitwa Pango la Makapela. Pango hili la Makapela, unaposoma Mwanzo 23, liliinuliwa na Ibrahim kama sehemu ya kuzika familia yake. Ilikuwa ni shamba la kwanza kumilikiwa na Waisraeli katikati ya Kanaani. Katikati ya pango hili, katikati ya mlima huu wa Hebroni, ndipo mahali ambapo Ibrahim pamoja na Sara walizikwa. Katikati ya pango hili ndipo Isaka pamoja na Rebeka walizikwa. Katikati ya pango hili ndipo mahali Yakobo pamoja na Lea pia walizikwa. Na katikati ya mji huu ndipo ambapo Caleb anamuomba Yoshua ampatie pango hili, akikumbuka ahadi ambazo Mungu alipatana na Ibrahim hata kabla ya Caleb kutokea. Kwa hiyo mlima wa Hebroni ulikuwa ni sababu kubwa ya kuonyesha imani yake kwa Mungu wake. Kwa kuiacha njia ya ahadi, hata kama ilikuwa inamilikiwa na majitu, anaonyesha roho ya tofauti. Waisraeli wengine waliwaogopa Waanaki na wakakimbia. Hebroni hii ilikuwa ni sehemu yenye milima mirefu. Tena ilikuwa ni milima mikali na ilihitaji mtu shujaa kupanda na kuimiliki na kuwaondoa maadui. Mungu alikuwa amemwahidi kumpa Kalebu nchi aliyoipeleleza. Maana mara ya kwanza Kalebu alikuja akaipeleleza nchi hii. Na Mungu akawa amemwahidi ya kwamba atampatia mahali hapa pawe mahali pake. Hata Ibrahimu aliahidiwa mahali hapa patakuwa mahali pake. Unaposoma Hesabu sura ya 14 mstari wa 24, Hebroni ilikuwa sehemu ambayo Mungu aliichagua kumpatia Ibrahimu. Lakini ilikuwa sehemu ambayo Mungu alichagua pia kumpatia Caleb. Unaposoma historia ya Biblia tena vizuri, Hebroni katikati ya enzi ya utawala wa mfalme wa Daudi na ufalme wa Sulemani, miaka 7.5 Daudi alimiliki hapa kabla ya kuhamia Yerusalemu. Utakaposoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 2 mstari wa 11, ilikuwa ni mji na wahifadhi kwa wauaji. Unaposoma Yoshua 20 fungu la 7, ilikuwa ishara ya rehema za Mungu. Baada ya watu kuua, walipaswa kukimbilia mahali hapa. Kwa hiyo Kalebu anadai ahadi za Mungu pasipo kuogopa macho ya Waanaki. Baada ya watu wengine kukimbia na kuogopa mahali hapa, Kalebu anarudi akidai ahadi za Mungu ambazo alimwahidi Ibrahimu. Na yeye wakati akiipeleleza nchi hii ya ahadi, alikuja akapadai mahali hapa. Nikutie moyo katikati ya wasaa huu, tunazo ahadi nyingi ambazo Mungu ametupatia kama watoto wake. Tunazo ahadi nyingi ambazo Mungu ameahidi kama watoto wake. Tunazo ahadi nyingi ambazo Mungu anatuita kama watoto wake. Dai ahadi za Mungu. Licha ya tunayokutana nayo, licha ya changamoto za maisha, licha ya majaribu tunayokutana nayo, licha ya chochote, kisiwepo chochote kitakachokufanya ushindwe kudai ahadi za Mungu. Licha ya majitu haya kuwa marefu, Maanaki waliokuwa marefu, milima iliyokuwa mirefu, milima iliyokuwa mizito, Caleb anaonekana kuwa mwanaume jasiri wa kudai mji wa Hebroni, wa kudai mlima, ya kwamba mahali hapa kama Ibrahimu aliahidiwa na yeye aliahidiwa, alirudi kudai ahadi za Mungu. Na unapoisoma Biblia vizuri, baada ya Caleb kupadai mahali pale, baada ya Waisraeli wote kukimbia na kuondoka na yeye akibaki, Yoshua anapompatia mlima huo,
anaosema ya kwamba nipatie mlima huu pawe makao yangu. Wote wanapokimbia, yeye anapodai ahadi, anaporudi hapo Mungu anampatia. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya kupatiwa, Waanaki walikimbia na waliondoka katikati ya mahali pale. Kwa hiyo jambo moja ambalo natamani ujifunze katikati ya kudai ahadi za Mungu ni wale walio majasiri. Mungu anatafuta wale walio na ujasiri kama wa Caleb. Wale walio na ujasiri ambao hawataona kikwazo mbele yao, hawataona hadha mbele yao, hawataona milima ikiwakabili, lakini walichokiweka moyoni mwao, walichoweka kwenye vichwa vyao, walichoweka katikati ya masikio yao ni kuendelea kutumaini ahadi za Mungu. Nikutie moyo katikati ya wasaa huu, miongoni mwa silaha ambazo shetani anazitumia ni kuwatia hofu watoto wa Mungu, ni kuwafanya watu kuwa na hofu, kuwafanya watu kuwa na wasiwasi, na watu kuwa na maswali mengi kuhusu ahadi za Mungu. Nikwambia kwamba ahadi za Mungu ni hakika. Ni mimi na wewe tu tunakuwa na hofu. Dai ahadi za Mungu. Kalebu wote walikimbia, lakini kwa ushujaa na ujasiri akasema nipatie mlima huu. Na baada ya kauli yake ya kusema nipatie mlima huu, ukweli ni kwamba Mungu alimpatia mlima ule. Na Waanaki walikimbia mahali pale, na mahali pale pakawa makazi ya Kalebu. Nikutie moyo, zipo ahadi za Mungu, dai leo. Zipo ahadi za Mungu ambazo ameahidi kwetu kama watoto wake, zidai leo. Kisiwepo chochote kitakachokufanya kushindwa kuzidai ahadi za Mungu. Kisiwepo kikwazo chochote, yasiwepo mazingira yoyote, isiwepo vikwazo vyovyote vya kufanya imani yako ikayumba. Kuwa jasiri, kuwa na imani kama ya Kalebu. Mungu na atubariki katika jina la Yesu. Amina. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asante mimi pamoja na msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, kama vile alivyokuwa Kalebu, kijana aliyekuwa jasiri katikati ya umri wake wa uzee, akiwa na miaka 85, akiendelea kutumaini wewe, akiendelea kuangalia ahadi ambazo alimwahidi baba yake Ibrahim na vizazi vyote baada ya taifa lote kuingia Kanani, lakini bado akashindwa kukabili milima ya Hebron. Yeye alirudi kudai ahadi zako. Msaidie mtazamaji wangu, msaidie msikilizaji wangu kuendelea kutumaini ahadi zinazotoka kwako, ya kwamba hata katikati ya vitu vilivyo vizito, hata katikati ya majaribu, hata katikati ya milima mirefu, hata katikati ya mapango mazito, bado ahadi zako zinapatikana. Kama vile Caleb alivyodai mlima wa Hebron, mahali ambapo ulikutana na Ibrahim, mahali ambapo alitengeneza makao pamoja na wewe. Hata kama aliona kuna changamoto, hakuhangaika kuondoka, akasema hataondoka, lakini umpatie mlima huo. Ninaomba msikilizaji na mtazamaji huyu, Mungu wa mbinguni aendelee kuweka matumaini kwako katikati ya dunia yenye changamoto, yenye shida, yenye misukosuko, yenye kuyumbishwa huku na huku. Tuendelee kujenga matumaini, kuwa wajasiri, kuendelea kudai ahadi na baraka zinazotoka kwako. Tubariki, endelea kwa pamoja nasi, endelea kutushikilia. Neema yako itufunike kwa wingi. Ndivyo tunavyoomba na kuamini ni katika jina la Yesu. Amina. Bwana atubariki.